Aprili 21 mwaka 2025, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alipata wasaa wa kuulizana maswali na waandishi wa habari, ambapo waandishi wa habari walipata fursa ya kumuuliza maswali kadhaa Rais wa Urusi Bwana Vladimirovich Putin, ambapo Putin aliwajibu maswali hayo na kuonesha namna ambavyo Urusi inaendeleza msimamo wake mkali dhidi ya wale ambao wanatamani kuitisha Urusi, pamoja na msimamo kuhusu Ukraine, pamoja na watu ambao wanaisaidia Ukraine. Swali la kwanza ambalo liliulizwa, Bwana Putin aliambiwa hivi: Mheshimiwa Rais, je, usitishaji mapigano wa Pasaka umekwisha? Unauelezeaje? Hali ikoje kwa sasa? Je, mapigano yameanza tena baada ya hapo au ni gani? Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alianza kwa kujibu akasema, ndio, mapigano yameanza tena kama tulivyosema mwanzoni tulipotangaza usitishaji wa mapigano. Sisi huwa tunapokea kwa mtazamo chanya kila pendekezo la usitishaji vita, na ndiyo maana wazo hili lilibuliwa hasa kwa kuzingatia Pasaka takatifu. Ilitokea kwamba ilikuwa ni sikukuu kwa madhehebu yote ya Kikristo, wa Katoliki, wa Protestant pamoja na wa Orthodox. Ndiyo maana tumekuwa tukisema mara zote kuwa tunathamini kila juhudi za amani. Tunatumai kuwa wawakilishi wa utawala wa Kiev nao wangeipokea kwa mtazamo huo huo. Ingawa tuliona mwitikio wa awali, nadhani kila mtu aliuona. Taarifa ilitolewa kwamba pendekezo letu lilikataliwa kwa madai kuwa ni mchezo ambao unachezwa dhidi ya maisha ya watu. Hata hivyo, huenda walikuwepo watu wenye busara zaidi. Huenda ni wale washauri wao wa kigeni waliowashauri kwamba kukataa pendekezo kama hilo ni hatua ya kushindwa kwa utawala wa Kiev, hivyo walikubali haraka. Sasa tunaona kuwa utawala wa Kiev unajaribu kujipatia sifa kwa pendekezo hili na kuanza kuzungumzia kulipanua kwa muda na maeneo lengwa. Hata hivyo, kabla ya yote tunapaswa kufikiria kwa makini, kufanya tathmini ya kina na kuangalia matokeo. Kama ulivyoona, nilisema tangu mwanzo nilipokutana na mkuu wa wakuu wa majeshi kwamba tungesubiri tuone matokeo ya kutangaza usitishaji mapigano katika kipindi cha Pasaka. Hii ina maana gani? Kwa ujumla tunaona kuwa shughuli za kijeshi za adui zimepungua. Hii ni kweli, hili limethibitishwa pia na makamanda wa vikosi vyetu. Hata hivyo, kulikuwa na ukiukwaji takribani 1900, karibu 1500. Kati ya hizo kulikuwa na mashambulizi 6, majaribio 90 ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na karibu matukio 400 ya mashambulizi kwa kutumia mizinga. Lakini kwa ujumla kulikuwa na kupungua kwa shughuli za kijeshi. Tunakaribisha hili na tuko tayari kuzingatia zaidi kwa siku za usoni. Kuhusu pendekezo la kuepuka kushambulia miundombinu ya kiraia, jambo hili linahitaji kuchunguzwa kwa kina zaidi. Chukulia mfano wa shambulizi la hivi karibuni ambalo limeripotiwa sana dhidi ya vituo au kituo cha kimkakati cha chuo kikuu cha Sami. Je, hilo ni jengo la kiraia au la? Kirasmi ni jengo la kiraia. Hata hivyo, hapo ndipo tuzo zilipotolewa kwa watu waliohusika na uhalifu katika mkoa wa Kursk. Wanajeshi wa Ukraine pamoja na vikundi vya kitaifa vya kijeshi, hawa ni watu tunaowachukuliwa kuwa ni wahalifu ambao wanastahili adhabu kwa vitendo vyao kwenye maeneo ya mpakani ikiwemo Kursk. Walipokea adhabu hiyo. Shambulizi lilifanyika kwa madhumuni hayo. Je, ni jengo la kiraia? Ndiyo, lakini lilitumiwa kwa malengo ya kijeshi. Vivyo hivyo na shambulizi lililofanywa na vikosi vyetu katika mkoa wa Odessa siku chache zilizopita. Lengo lilikuwa ni eneo dogo la makazi takribani kilomita 82 kutoka Odessa. Eneo hilo lilikuwa ni ghala la kilimo. Hata hivyo, mamlaka ya Kiev pamoja na wasimamizi wao wa kigeni walikuwa kiandaa na walikuwa tayari wameanza sio tu uzalishaji bali pia majaribio ya mfumo mpya wa makombora hapo. Hivyo, shambulizi lilifanyika. Je, eneo hilo ni la kiraia? Ndiyo, lakini lilitumika kwa shughuli za kijeshi. Kuna pia mikutano ilifanyika kwenye migahawa kwa watu ambao walistahili adhabu kali zaidi kutokana na uhalifu wao. Migahawa imekuwa sehemu ya mikutano, sherehe, vinywaji pamoja na mashambulizi pia yamefanyika hapo. Je, ni maeneo ya kiraia? Ndiyo, lakini matumizi yake ni ya kijeshi. Hili ni swala linalohitaji kuchunguzwa kwa makini. Kila tukio kama hili linatupa au linahitaji uchunguzi wa kina, pengine hata kwa misingi ya mazungumzo ya pande mbili. Hatufungi mlango kwa jambo hilo. Tutachambua matukio yote ya aina hiyo na kufanya maamuzi sahihi kwa siku zijazo. Hii ilikuwa ni kauli ya Bwana Vladimir Putin. Akaulizwa tena, habari za kusikitisha kutoka Vatican. Papa Francis amefariki dunia. Ulikutana naye mara kadhaa, mlisalimiana kwa heshima na alikuwa na maoni mengi ya amani. Umetuma salamu za rambirambi, lakini unaweza kusema maneno machache zaidi kuhusu Papa? Vladimir Putin akasema, upo sahihi. Alikuwa na mtazamo chanya sana kuhusu Urusi. Hili ninaweza kusema kwa uhakika. Nilikutana naye
binafsi mara kadhaa na tulikuwa na mawasiliano kupitia njia mbalimbali. Nataka kusisitiza tena kuwa mtazamo wake kuhusu Urusi ulikuwa mzuri sana, tutalikumbuka hilo. Sijui kuhusu Wakatoliki, lakini kwa Orthodox kuna imani ya ndani ya kiroho kuwa mtu akiitwa na Mungu kwenda mbinguni katika kipindi cha Pasaka, basi hiyo ni ishara ya kipekee kwamba mtu huyo hakuishi maisha ya bure, alifanya mengi mema kwa watu na Mungu anamuita katika siku hizi takatifu za Pasaka. Nadhani ndivyo ilivyo. Papa amefanya mengi mema, si kwa waumini wake tu, bali kwa ulimwengu mzima. Pia tunatoa pole zetu za dhati kwa ulimwengu mzima wa Kikristo pamoja na zaidi ya watu ambao wanaamini Ukristo. Rais Vladimir Putin akaulizwa tena, Mheshimiwa Rais, una maoni gani kuhusu maafisa wa Ulaya wanaotoa vitisho kwa viongozi wa Ulaya wanaopanga kuja Moscow tarehe 9 Mei? Vladimir Putin akasema, ili kutoa vitisho mtu anapaswa kuwa na nyenzo sahihi za kutekeleza vitisho hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, lazima uwe tayari kutumia nguvu hizo. Je, kuna afisa yote wa Ulaya mwenye uwezo huo? Sina uhakika. Kama uwezo wa nchi zinazosimamia unajumuisha watu milioni 1 au milioni 1.3 tu, halafu wanataka kuendeleza vita hadi taifa la Ukraine au taifa yani mwishoni mwa Ukraine, basi natia shaka kama kweli wanafikiria kwa makini au kama wako timamu wanapopendekeza mambo kama haya. Hata hivyo, nadhani wale waliopanga kuja Urusi wana ujasiri zaidi kuliko wale wanaojificha nyuma ya migongo ya watu wengine, wakijaribu kuwatisha wanaokuja kusherehekea ushindi wa kihistoria wa watu waliotoa maisha yao katika mapambano dhidi ya Unazi. Hii ilikuwa ni maswali ya papo kwa papo kati ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin pamoja na waandishi wa habari. Kama ambavyo umemuona Bwana Putin anasema yeye anaamini kwanza kuhusu Bwana Papa Francis, anasema alikuwa ni mtu poa sana, alifanya mambo mengi kuihusu Urusi, lakini swala sasa la yeye kwenda mbinguni hilo halimhusu, lakini anaamini kwamba dunia pengine inamuombea pamoja na mambo mengine. Kauli ambayo imenipa utata kidogo ni kauli ya Bwana Vladimir Putin ambayo ameizungumza kwamba tunafahamu tarehe 9 mwezi Mei itakuwa ni miaka 80 ya ushindi wa Urusi, ambapo viongozi mbalimbali wanatarajiwa kukutana huko. Viongozi kutoka China, kutoka Korea, kutoka Ulaya Magharibi, Ulaya Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika wanatarajiwa kukutana huko. Sasa kumekuwa na vitisho mbalimbali kwamba wale ambao watashiriki katika sherehe hizo basi watakutikana na hatia ya kushiriki katika mtu ambaye wanamtaja wao ni kafiri. Sasa Putin anasema kama wanaye ujanja wa kufanya vitisho kwa Urusi, je, wanao uwezo wa hivyo vitisho wakiambiwa vitekeleze wanaweza kuvitekeleza? Na kama hawana uwezo wa hivyo vitisho kuvitekeleza, basi wanatakiwa kukaa kimya. Shut out your mouth. Hii ndio kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Nafikiri watu wazima wenzangu hapa mmeelewa maana halisi ya kile ambacho kimezungumzwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, akielezea juu ya vitisho ambavyo vinatolewa na hizi nchi za kimagharibi juu ya wale ambao watashiriki katika hiyo siku ya tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2025 katika hiyo siku ya kuadhimisha miaka 80 tangu ushindi au victory of Russia ambayo ilitokea tarehe 9 mwezi Mei miaka 80 ambayo imepita. Huyu ni Putin ambaye kauli yake moja tu inaibua mijadala mingi sana, na ninadhani pia mmeona majibu ya kwamba mashambulizi ambayo wameyafanya Odessa, mashambulizi ambayo wamefanya kule Kursk na mashambulizi ambayo wameyafanya maeneo mbalimbali hawajawahi kutarget raia hata siku moja, ila wao wanacho target ni yale maeneo ambayo yanatumiwa na hao wanajeshi wa Ukraine kufanya mashambulizi mbalimbali pamoja na mamluki wa kimagharibi, wakisema eti hayo maeneo ni maeneo ambayo ni ya kiraia, kumbe yanatumiwa kwa ajili ya shughuli za kijeshi. Hapo vipi? Hii akili mnaionaje? Huyu ndiye rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, mwamba kabisa huyu ambaye anaendelea kuheshimisha ulimwengu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.